الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ndugu wana semina mliohudhuria katika semina hii, kwanza kabisa ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala biasmaihi alhusna wa sifatihi alula, kwa kupitia majina yake mazuri na sifa zake tukufu atukunjulie vifua vyetu kwenye kuifahamu haki na kuikubali na kuifanyia kazi na kuieneza haki hiyo, na tujalie sisi kuwa ni katika watu wake wema wanaoishi kwa ajili ya kumtumikia yeye subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni sababu ya sisi kupata radhi zake subhanahu na kuingizwa katika aljanna na kuepushwa na moto. Ajalie vikao vyetu hivi viwe ni vikao vya kheri, vyenye baraka na faida tele kwenye maisha yetu ya dunia na akhira tunapoelekea. Atufundishe katika dini yetu kile tusichokijua, na aturuzuku ilmu yenye manufaa tukao tunufaisha sisi na vizazi vyetu na umma kwa ujumla. Muhadhara tulionao mbele yetu ni katika mfululizo wa ile mihadhara tuliyoanza jana. Maudhui hizi zina mwelekeo mmoja, ni maudhui moja lakini imebeba vipengele vinavyotiririka kwa pamoja, na maudhui hii ni pana sana, kubwa, inahitaji wasaa na muda wa kutosha. Sasa kawaida kwa mujibu wa ratiba zetu tuliona kwamba muda wa baada al-maghrib utatosheleza, kwa mihadhara ikawa imewekwa baada ya salati al-maghrib, lakini kiuhalisia hasa haitoshelezi. Tutakuwa tunajitahidi kufumba mambo ili yaendane na wakati, tutakosa faida nyingi. Kwa hiyo uongozi ukaona kwa kuyazingatia maslahi ya waliohudhuria na wale walio mbali wanaosikiliza, mhadhara wetu uanze muda huu wa saa 11 mpaka kubaila al-maghrib. Nyuma kidogo ya kuingia maghrib tutasimama, lakini pia muhadhara utaendelea tena kwa kipindi chake cha pili kwa siku ya leo baada al-maghrib. Pengine tutapata wasaa wa kutosheleza kwa kiasi fulani insha Allah. Palikuwa pamebakia vipengele viwili. baada ya kuifafanua manhaji salafu salih
ni ipi, fadhila zake ni zipi, je kuna ulazima wa kushikamana nayo, ambao ilikuwa ni muhadhara wa jana. Unatakiwa pia uanze muda kama huu, lakini haikuwa hivyo, qadarullah wa ma shaa faal. Sasa leo tutakuwa na vipengele viwili. Kwa wakati wa sasa tutasoma kipengele kimoja, hatari ya mtu kupotoka kuiacha njia hii ya haki, hatari ya kuiacha njia ya salaf, au madhara, naweza kusema hivi, madhara itakayompatikania mtu kwa kuiacha njia ya salaf. Je, mtu atakapokuwa amepinda akakengeuka kuiacha njia ya salaf akafuata njia nyingine, atakuwa salama? Kama vile wanavyosema baadhi ya watu kwamba sote maadamu tumwabudu Mungu mmoja, wewe ukishika njia ya Musa, yule kashika njia ya Yesu, yule kashika njia ya Muhammad, sote tumwabudu Mungu mmoja, hakuna neno. Kwa maana dini zote hizo ambazo watu wake wanajinasibu nazo na kwamba zina vitabu kutoka mbinguni, dini zote za sawa. Kwa hakuna haja ya mzozo, kwa sababu tumwabudu Mungu mmoja, sote ni wana wa Ibrahim. Ya nini kugombana? Kuna baadhi ya watu wanajinasibisha na Uislamu, wanazikubali fikra hizi, hawajui kwa sababu ya ujinga wao kwamba kuna aya ndani ya Qur'ani inayowakataa, waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yeyote anayetaka dini nyingine isiyokuwa Uislamu iwe nayo ni dini, huyo hatakubaliwa. Haitoshi, na akhira yeye atakuwa ni katika waliopata hasara. Watu waliopata hasara atakuwa na yeye yumo. Haijalishi kwamba yeye ameamua kuifuata dini hiyo nyingine au amefuata Uislamu, lakini hiyo dini nyingine pia aiona ya sawa, vivyo itakavyokuwa. Lakini yoyote anayetaka dini nyingine isiyokuwa dini ya Kiislamu iwe dini, hilo halitakubaliwa kwake, na akhira atakuwa ni katika waliopata hasara. Kwa hiyo wachilia mbali ile njia tunaizungumza sisi, njia ya salaf, kuwa je kuiacha kufuata njia nyingine kuna madhara? Kuna watu wengine wanaona hata kuacha Uislamu hasa hakuna neno, maadamu umeushika Ukristo au Uyahudi, wewe waabudu Mungu kupitia Musa au kupitia Isa, basi sawa, tutakwenda kukutana na Mungu wa mbinguni. Zote hizo ni njia tumwabudu Mungu mmoja. Hii ni fikra ya kikafiri, haifai kwa Muislamu kuwa nayo. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini ya haki mbele ya Allah ni Uislamu. Alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada ya fatra min ar-rusul, aliletwa Mtume sallallahu baada ya kukatika utume, aliletwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na sheria mpya. Mila ni ile ile mila ya Ibrahim, lakini sheria zikawa ziko tofauti, ikazifuta sheria zote zilizotangulia. Kwa hiyo mtu hawezi kuwa Muislamu mwenye kufuata mila ya Ibrahim ila amfuate Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amekuja na mila moja tu, na jana niliwasomea hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, wasataftariqu ummati ala 73 firqa, ala 73 firqatan, na umati wangu huu utagawanyika kwenye mapote au makundi 73.
riwaya nyingine inasema ala 73 milla, juu ya makundi na mila 73. Ingekuwa kuna nafuu kubwa sana ingesemwa 72 fil janna, makundi 72 yatakwenda peponi wa wahidatun fin nar. Pangekuwa na udhuru hapo wa kukhalifu njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au kukhalifu kwamba haweshika hii mimi nitashika kule, yule atashika kule, pengine yangu mimi ni ile 65, wewe yako ni 47, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yale 72 yote yatakwenda motoni isipokuwa mila moja au kundi moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na maswahaba, kwa sababu ni jambo la kushtua hili, watu wakapatwa na mshtuko, ni kina nani hawa? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma kana alayhi, katika baadhi ya riwaya pana al-yawma, ma kana alayhi al-yawma, ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Ni lile kundi lililokuwa katika ile hali ambayo, kundi litakalokuwa katika ile hali ambayo mimi na maswahaba zangu tuko katika hali hiyo hivi leo, wanaamini kama tunavyoamini. Na ndio maana Qur'ani ilipokuwa ikiwasusuaza na kuwabeza Mayahudi na Manasara na washirikina, ikapiga mifano au ikaleta uoanisho katika imani, kwamba wale hawawezi kuamini mpaka waamini kama mlivyoamini nyinyi. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kama wao wataamini kama mlivyoamini nyinyi, hapo watakuwa wameongoka. Lakini kama wao watakengeuka, basi wajue wambo ndani ya uasi, ndani ya maasi, ya upinzani. Kama wao wataamini mfano mlivyoamini nyinyi, swali, nyinyi kina nani? Wakati Qur'ani inashuka inasema nyinyi kina nani? Ni masahaba ndio wanasemeshwa hapo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masahaba ambao Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia Muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Sasa hapa pakaendelea maneno, dhalika mathaluhum fi at-taurat. Allah subhanahu wa ta'ala anasema Muhammad yeye ni mtume wa Allah, na wale walio pamoja naye ni wasusuavu wakali mno kwa makafiri, hawana mchezo, lakini wenye kuhurumiana wao kwa wao, wana huruma. Kama sio wao wanapokutana na makafiri, tunasema sio wale waliokuwa na huruma baina yao, ni watu wakali, lakini wakiwa pamoja wenyewe kwa wenyewe wana huruma baina yao. Utawaona wakiswali, kwa maana wakirukuu na kusujudu kwa pamoja, na alama zao ziko juu ya mapaji ya nyuso zao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema huo ndio wasifu wao ulivyotajwa ndani ya Taurat. Dhalika mathaluhum fi at-Taurat, huo ndio wasifu wao ndani ya Taurat. Taurat imeletiwa nani? Imeteremshwa kwa Musa alayhi salatu wassalam. Wa mathaluhum fil injil kazar'i, na mfano wao au wasifu wao uliomo katika Injili ni kama mmea. Ikaendelea. Alhasil, tutaka kusema kwamba hawa ni watu maalum, maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya zilipokuwa zikitaja zikielezea wasifu wa waumini wa kikweli, ilikuwa kwanza wanakusudiwa wao.
Kwa sisi hatuwezi kuwa na imani za kweli mpaka ziwe zimefanana na imani zao. Inawezekana tukawa tunapishana katika ukubwa wa imani, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, lakini aina ya imani ni moja. Vile wanavyoamini wao ndivyo tunavyoamini sisi. Lakini ikiwa wao wanavyoamini tofauti na sisi, tayari hapo tutakuwa tuna mtihani. Ndio maana Allah akasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wakiamini Mayahudi na Manasara mfano wa vile mlivyoamini nyinyi maswahaba, basi watakuwa wao wameongoka. Wa in tawallaw fa inma hum fi shiqaq. Hii nadhani aya 137 katika sura al-Baqara. Pamekuwa uwiano pale, imani hii iwe kama hii, na sisi nasi tuwe hivyo hivyo tutakokuja baadaye. Kile wanachokiitakidi wale na sisi tukiitakidi, hata kama akili zetu hazikubali katika hilo. Hal kadhalika ibada zetu ziwe kama zao. Ufahamu wetu juu ya maandiko ya Qur'ani na Sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uwe na mfano ulingane na mfano wa ufahamu wao. Ile misingi walioisimamia na sisi tuitumie misingi ile ile, tupite mule mule katika misingi ile. Dini ina misingi yake, kwa misingi yetu sisi ifanane na misingi yao. Kwa mfano, linapokuja andiko lolote kwenye Qur'ani au katika Sunna, andiko lile likawa kama lapingana na akili zetu hivi, tunavyotafakari kiakili, kiakili hii inakuwaje? Akili yako yani. Sasa maandiko matakatifu yanapingana na akili yako na fikra zako, kitu gani cha kutangulizwa? Msimamo wa maswahaba na waliokuja baada yao katika wanafunzi, kwa miongoni mwa wanafunzi wa maswahaba na waliofuatia baada yao katika watu walioishi kwenye karne tatu bora, msimamo wao ni kuwa jambo lolote lililothibiti, lililokuja, lililopokewa, ima lipo ndani ya kitabu cha Allah au kwenye sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likawa linapingana na kutofautiana na rai zetu na maoni yetu na akili zetu, kitu cha kwanza tunazituhumu akili zetu na tutanguliza maandiko matakatifu. Huu ni msingi, na wao ndivyo walivyoamini hivyo na walifaulu. Ambapo leo katika Uislamu kuna baadhi ya makundi yanayojinasibu na Uislamu baada ya kuzisoma falsafa za kimagharibi, falsafa za Kigiriki na nyinginezo, waliona tofauti. Kila kitu wanataka kukihukumu kwa mujibu wa akili zao wao. Sasa hii itawezekana vipi bwana? Kwa nini mwanamume apate mbili, mwanamke apate moja? Itawezekana vipi bwana? Hii haiwezekani bwana, kiakili hii bwana haiwezekani kabisa. Hata mwanamke pia na majukumu, mwanamke pia binadamu, lazima kuwe na usawa. Uislamu umeamrisha uadilifu, wao wataka usawa. Kuna tofauti baina uadilifu na usawa. Uadilifu ni kumpa anastahiki anachostahiki. Usawa ni kutaka kulinganisha kila kitu sawa. Kanzu utakaompa mtoto wako wa miaka 15, basi hiyo hiyo umpe mtoto wako wa miaka 2. Si ndio sawa? Kipima hii hapa na hii, basi sawa, hii ampe huyo. Uadilifu ni kumpa yule haki yake anayostahiki. Yule anavaa mita 2 na robo, huyo anavaa mita 1 na robo. Ndio haki, ndio uadilifu. Lakini akili yako ambayo ishajaa matope, haiwezekani bwana, ili dhakari mithlu hadhi al-unthayayn, hii hapana, haiwezekani bwana. Ubaguzi huo. Kuna mambo mengi ya kuyapiga mifano ambayo yanaonyesha namna watu walivyokiuka msingi huu, lakini sio maudhui yetu. Nataka kusema tu kwamba sisi tunatakiwa tufuate ile misingi waliopita juu yake maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na waliofuatia baada yao. Tukifanya hivyo tutakuwa tumesalimika. Tukienda kinyume na hivyo tutaingia katika
maafa makubwa kabisa, na madhara yake yatarudi kwa mtu mmoja mmoja, jamii na umma kwa ujumla. Kwa hiyo kuna hatari kubwa. Tunatakiwa tubaki katika msimamo na njia waliosimamia watangulizi wetu wema. Tuna wahenga wetu sisi, watangulizi wema katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika mambo ya itikadi, mambo ya ibada zetu, namna ya kuziendesha ibada hizo na kuzipitisha, kuzitekeleza kwa kila namna yake, misingi yake, misingi ya ibada na aina zake na kiwango chake. Vitu vyote hivi vitakiwa vizingatiwe kwa waliotangulia. Lakini pia katika upande wa suluk na tabia na mwenendo katika maisha yetu ya kila siku na miamala yetu. Uislamu umetufundisha sisi miamala na kumpa kila mwenye haki yake. Hili pia tulizingatie kwa mujibu wa misingi ya as-salafu salih. Kuna haki ya nafsi yako, kuna haki ya baba kwa mtoto wake, kuna haki ya mtoto kwa baba yake, kuna haki za ndugu zako waliozaliwa nao katika family, baba mmoja mama mmoja, baba mmoja tu au mama mmoja tu. Ndugu zako wa karibu na ndugu zako wa mbali wana haki zao. Kuna haki za majirani, kuna haki za wakubwa ambazo wadogo watakiwa wawatekelezee wakubwa na wakubwa wawatekelezee wadogo haki zao. Kuna haki za mtu mwenye ilmu, kwetu sisi alim, mwana wa chuoni ana haki yake ambayo wale watu walio chini yake watakiwa wampe haki ile. Kuna haki ya mwana wa chuoni kwa watu wake walio chini yake, ana haki atakiwa azitekeleze kwao. Kuna haki za watawala, huyu ni kiongozi anatawala, anaongoza watu. Kuna haki ambazo raia watakiwa wamfanyie yeye, na kuna haki za kiongozi kwa raia wake. Yote haya yamejengwa katika misingi. Ukiangalia al-Qur'an al-Karim, ukiangalia as-Sunnah an-Nabawiyya sharifa, ukiangalia ufahamu na mwenendo wa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na as-salafu kwa ujumla, salafu salih, utakuta kuna ufafanuzi wa kutosheleza katika hili. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu, mpe kila mwenye haki, mpe haki yake. Hutakiwi kukhalifu njia hiyo, na mukhalafa au kwenda kinyume na njia hiyo inawezekana ikawa ni katika upande wa itikadi au upande wa ibada, kwa kufuata kwa kuitekeleza visivyo ilivyofunzwa, kadhalika kufuata matamanio ya nafsi. Mukhalafa au kwenda kinyume kwa aina yoyote katika maana hizi au katika sehemu hizi tatu nilizozitaja ni kujiingiza katika hatari na maangamivu, kwa sababu njia ishachorwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajibu wetu sisi ni kuipita. Ukikengeuka nje ya mchoro, ukikengeuka ile njia aliyoichora Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utaifuata njia ya shetani kwa kiasi cha kule kukengeuka kwako. Pengine unaweza kuchepuka kidogo, ukaingia kwenye kijinjia kidogo tu, au ukaingia sana ukatokomea moja kwa moja huko, wal-iyadhu billah. Lakini kukengeuka kuiacha njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatari yake si ndogo, balaa lake ni kubwa. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. bila shaka ni aya 153 ya suratul An'am. Hii ndio njia yangu iliyonyooka. Jana nimeelezea aya hii. Hatutakiwi kuikhalifu, ifuateni.
Kwa hiyo kwenda kinyume na njia hii ni kujipelekea kwenye maangamivu ya kuingia motoni kwa mujibu ya hadithi, kulluha fi nnari illa wahida. Qila ma hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Lakini pia ziko sababu zinazopelekea kuingia kwenye hatari hii ya kwenda kinyume na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa sababu hizo ni ujinga wa kutokuijua dini. Ujinga wa kutokuijua dini ni tatizo kubwa sana. Watu wengi wanaoingia katika upotevu wanapotezwa kwa sababu ya ujinga. Haya aliyatolea ishara Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasa katika wakati huu, yani hasa nyakati za mwisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad ولكن يقبض العلم أو ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما. فيما يكون رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Haya maneno yamepokewa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maana yake anasema Allah subhanahu wa ta'ala yeye haiondoshi ilmu kwa kuinyakua. Watu wamesoma, wamejitahidi katika jambo la ilmu na wanasomeshana, alafu ilmu imeondolewa. Haiondoki hivyo ilmu. Elimu itaondolewa kwa kuondoshwa wanawazuoni, kwa kufishwa wanawazuoni. Ikawa wanawazuoni wapo, watu hawataki kusoma, alafu wafa na elimu zao. Wakishaondoka wanawazuoni, ikafika wakati sasa hakubakishwa mwanawachuoni yoyote. Hakuna mwanawachuoni. Watu ukitafuta historia zao za kusoma ni za kuungaunga, hawakudumu katika jambo la ilmu, wababaishaji. Sasa anasema mpaka itakapofikia kwamba Allah hakubakisha mwanawachuoni yoyote, watu watajifanyia na watajitengenezea viongozi wajinga. Yule bwana afadhali huyu bwana, mpeni huyu apewa uongozi. Tafuta hapa sasa, hapa nani anajua Qur'ani kidogo tusalisha? Huyu hapa. Si mmesoma vyuo huko mashule, pengine mfika pale hata hujitarajia mwenyewe, madrasa kwenyewe ulikuwa huendi vizuri, lakini wajua kidogo. Sasa itakuwaje bwana? Basi huyu hapa ndio hawa shekhe hapo. Sasa watu mambo ya kuzima moto sasa hapo. Sasa itakuwaje? Huyu atatuswalisha, huyu wafaa huyu. Hakuna vigezo vyovyote vilivyozingatiwa. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watajifanyia viongozi wajinga. Fasuilu, wajinga wale wataulizwa. Faaftau bighairi ilmi, na watatoa fatwa pasi na ilmu. Hivi wajitolee fatwa tu. Fadhallu wa adallu, watapotea na watapoteza watu. Kwa hiyo ujinga ni janga kuu katika umma ambalo linapelekea watu kuingia katika upotofu. Miongoni mwa sababu za kupotoka kuiacha njia ya haki ni ujinga wa kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuijua misingi ya salafia. Lakini pia kutokuichukua elimu kutoka kwa wanawazuoni walezi. Mtu anaweza kusoma, sasa hivi kuna njia nyingi za usomaji, ukasoma online, hata shekhi wako humjui nani, ukasoma kwenye mitandao huko, ukamsikiliza huyu, ukajikuta una elimu nyingi. Kila kitu unaweza kukitolea maelezo kwa sababu ya kufuatilia kwako mambo. Lakini elimu hukuichukua kutoka kwa ulama wa rabbani, hukukaa kusoma. Hizi ni njia zinazosaidia kuongeza maarifa. Hatuwezi kuzikataa kwamba bwana mitandao sasa haifai kabisa. La, hatusemi hivyo.
ni katika vitu vyenye kuongeza na kuchagiza katika suala la maarifa, lakini sio kwamba ndio mwanzo ndio mwisho watu kwamba sasa vyuo vifungwe, madaris zifungwe, haina haja tena. Kwa nini? Kwa sababu mitandao ipo. Kuna watu wana fikra hizo, lakini skuli waenda hawasemi kwamba skuli nazo zifungwe. Kwa nini serikali yaweka mabajeti makubwa kujenga maskuli, kuhakikisha wanafunzi kwa maskuli wanakula, wanalipiwa karo zao, ya nini sasa? Kama mtandao upo, simweke nyumbani tu bwana akasoma. Baada ya miaka 7 akashakuwa daktari, fanya operation, ataanza naye babake, sio kiumwa atakufanyia operation. Nini? Kwa sababu amesoma kwa mtandao. Wewe unaona kwamba inawezekana jambo hilo? Sasa vipi kefu katika jambo la dini? Vipi itakuwa katika jambo la dini? Kwa hiyo upotoshaji mwingi unapatikana kwa watu kuichukua elimu kutoka kwenye vyanzo visivyo sahihi, kutoka kwa wanawazuoni. Ni sababu ya kuingia katika inhirafu kwa kuiacha njia hii. Lakini jambo jingine, mtu anaweza kusoma lakini ana matashi binafsi, kufuata matashi binafsi, kufuata matamanio ya nafsi yake, na akatanguliza utashi wake mbele ya dalili, akaleta upinzani, akapindisha, akapeleka kule, lakini yote ni kujitafutia kutakuiridhisha nafsi yake kwa utashi wake binafsi. Lakini sababu nyingine inayopelekea katika kupotoka al-inhiraf an manhaj al-haq ni at-ta'athur bil afkari ad-dakhila, ni watu kuathirika na fikra zinazoletwa kutoka nje ya Uislamu. Watu wasiokuwa Waislamu kwa miongoni mwa juhudi zao kubwa walizowekeza ni kuleta fikra zilizo kinyume na mafunzo ya Uislamu, lakini zinafanana na Uislamu. Hawezi kukwambia moja kwa moja kwamba riba halali bwana, riba halali bwana. Atakuletea muamala unaofanana na wa Kiislamu ili akuchanganye katika lile, ili ule riba. Atakuletea fikra inayofanana kwa mbali na Uislamu ili uipokee fikra ile, lakini ndio inakutoa katika Uislamu. Hapa mimi nina mifano mingi sana ya makundi mengi sana yanayoonyesha namna ilivyoathirika na fikra kutoka nje. Lakini makundi yote hayo au fikra zote hizo, kinga yake kuu ni ilmu sahihi kutoka kwenye vyanzo sahihi, lakini pia manhaji sahihi ndio dawa yake. Kwa nafikiri makafiri walilala baada ya vita vya msalaba na kuhakikisha kwamba Waislamu wametoka Spain, hawako tena Ulaya, na wao sasa wana nguvu. Katika mambo walioyapanga makafiri, Mayahudi na Manasara, ni kuhakikisha wanaingia kwenye miji ya Waislamu kwa njia 3. Njia ya kwanza ni kuwatawala kimabavu, unaoitwa ukoloni, wenyewe al-istimar. Kundi hili limeingia kwa ajili ya kuzipora mali na rasilimali za nchi zote zilizokuwa zao. Wakagawana nchi hizo, wakaingia katika nchi, wakakomba rasilimali zao. Walitumia njia hiyo ya kiutawala na kimabavu kwa silaha. Tunasikia wakoloni kama walivyokuja Wareno, walivyokuja Wajerumani, Wadachi, walivyokuja Waingereza, Wataliano, Wabelgiji na wengineo. Alhasil walitumia njia hiyo, na njia nyingine ni njia wanaita njia ya tabshir wa mishonari, kwamba wanakuja kutangaza dini na neno la Mungu, lakini wakiwa wanalindwa na hawa wenye silaha nyuma. Na njia ya tatu ni almustashriqun, wataalamu maalum waliopelekwa katika baadhi ya nchi za Kiislamu kwenda kuusoma Uislamu,
kina Arendt Jan Fensing Mholanzi na wenzake, kundi kubwa la watu kwenye karne ya 19. Kuna waliokwenda Lebanon, kuna waliokwenda Syria Damascus, kuna waliokwenda Misri, kuna waliokwenda Baghdad Iraqi na sehemu mbalimbali, wakenda wakabobea kwenye fani mbalimbali za Kiislamu. Wako waliobobea katika lugha za Kiarabu wakawa udaba, yani wakawa ni wanafasihi wazuri wa lugha ya Kiarabu. Wako waliobobea katika mambo ya historia ya Kiislamu, wako waliobobea katika mambo ya hadithi, wako waliobobea katika mambo ya Qur'ani na visomo vyake, wako waliobobea katika kila fani katika sheria ya Kiislamu, na wameandika vitabu. Huyo Arendt Jan Fensing na kitabu chake pale kimoja kinaitwa Miftahu Kunuzi Sunna, Mholand, kafir, lakini amesoma akajua akafuatilia. Sasa cha kufanya ni nini? Waanzishe university zao, lakini katika vitengo wanavyoviweka waweka Islamic study, Islamic studies hivi, alafu wachukua waislamu wale wale sasa wanakwenda kuwafanyia brainwash katika vyuo vyao. Akija hapa utamwona muislamu ataja aya, ataja hadithi, lakini kashatengenezwa tayari. Wewe huna unalolijua kwa sababu hukutaka kusoma. Nakumbuka miaka ya nyuma, si mwaka gani, kama baadhi yenu waliwahi kufanya muhadhara huu kuhusu al-mustashriqun Ubungo Mataa pale. Vijana wengi wa chuo walikuwepo wakati ule. Kwa mwaka gani? 2000 na ngapi? 11, 12, 13 hapa. Nilizungumza ile jambo. Leo sio mahali pale. Lakini nataka kuwafahamisha tu kwamba kuna fikra chafu zilizotengenezwa nje ya Uislamu ili kuuchafua Uislamu. Wewe umejipanga vipi? Ndio pale sasa utakuta, ndugu Waislamu, kuna msahafu mpya umetolewa na Mayahudi shule hivi, huo tutahadhari. Wenye hofu nyinyi msitaka kusoma dini. Sisi hata waandike kitu gani sasa? Watoto wadogo tutajua kwamba hii si aya. Hii si Qur'ani. Wewe ukitaka kufanya hivyo, jaribu siku moja uje uswalishe hapa alafu usome unavyotaka wewe. Fahamu? Mahali pa wa useme fa, utaambiwa sio fa, ni wa. Kwa hiyo miongoni mwa sababu zinazopelekea kuingizwa katika watu kupotoka, kuiacha njia ya haki, ni fikra kutoka nje. Na fikra kutoka nje itaathiri ikiwa ndani ni kubovu, ndani yetu sisi. Lakini ndani kukiwa imara, kwa maana sisi tuna manhaji sahihi na ilmu ya sawa sawa, haiwezi kutuathiri fikra hiyo, bali tutapambana nayo kielimu. Miongoni mwa sababu nyingi, ziko sababu nyingi tu, lakini mtu anaweza kupotoka kwa sababu ana wafuasi wengi, followers wake ni wengi, ana milioni 10, 20 na ngapi, basi anapata ghurur. Akisimama mbele za watu 10,000, 20,000 watamsifu. Wewe ile haki yako unayomwambia haiwezi kumbabaisha. Kwani nini bwana, mimi nishasema hivi na watu wangu mimi. Kuna watu wanaghurika na hayo. Kuna maeneo yanayoweza kuathirika na swala hili. Kabla sijafika katika njia ya kujikinga, kuna maeneo yanayoweza kuathirika na swala hili. Kabla sijafika katika njia ya kujikinga, upotofu, al-inhiraf an manhaj al-haqi au al-manhaj al-salafi, upotofu huu unaweza ukaingia kwenye itikadi, ikaathiri itikadi yako, ukatumbukia imma kwenye bid'a au kwenye shirki, wal-iyadhu billah. Kwa hiyo pale unapofuatilia mambo, unafuatilia huyu, wamsikiliza yule, alafu huna taa ya kumilika, huna muongozo unaokuongoza, kwa sababu Muislamu lazima awe na muongozo na vipimo vya kubainisha haki na batil, sio akili yake peke yake, bali muongozo wa kidini. Mtu anasema sasa, ina maana mimi kwa umri wangu huu mtu anataka kunidanganya? Wadanganyika kirahisi tu wewe, rahisi tu kudanganya. Mnifahamu? Usijiaminishe nafsi yako kwamba mimi mtu hawezi kunidanganya. Hapa nilipofikia hapa, fika mara mbili yake utadanganywa tu, maadamu huna
muongozo wa kukuongoza kwenye haki, huna mizani ya kupambanua baina ya haki na batil. Muislamu aliye na mizani na vipimo vya sawasawa, kwa maana kwamba ana ilmu ya kujitambua na kuitambua dini yake, lakini pia ana mfumo na manhaji sahihi iliyojengwa katika misingi imara. Akisimama mtu wa batil, akianza tu ajua huyu khurafi, huyu shia, huyu kadiani, moja kwa moja kishajua huyu mwelekeo wake vipi, huyu ataka kusema nini, huyu ameanza hivi, huyu ataka kusema hivi. Tayari ana mizani ya kupambanua. Sasa kama huna mizani, alafu mwenyewe wasikiliza yoyote unemtaka, unayejisikia, kwa sababu ana sauti nzuri, kwa sababu ana uwezo wa kuelezea vizuri, kwa sababu akizungumza Kiingereza chake wakielewa sana, wamuelewa sana huyu shehe. Mimi namuelewa sana huyu shehe, mimi shehe namuelewa sana huyu. Sio wako namna hiyo, kishajichagulia mimi bwana hapa, mimi uniambii kitu kwa huyu, uniambii, mimi namuelewa sana. Lakini kwa kipimo kipi? Huna. Hatari yake kwenye jambo hilo, unaweza kuathiriwa katika upande wa itikadi yako, ima ukaingia katika bid'a au ukaingia katika shirk. Ukaingia kwenye bid'a au ukaingia kwenye shirk. Hapa pana mambo mengi ya kuyaeleza na mifano mingi kutoka kwenye mitandao ya kueleza, mingi sana, na namna watu wanavyopotoka katika jambo hili na kuingia katika, wengine wanaingia katika wahdatul wujud, wengine katika alhulul, wengine katika kadha. Hizi ni lugha za kisheria za Kiislamu huko. Kuna watu wana itikadi inaitwa alhulul. Alhulul ni watu wanaitakidi kuwa Mungu anaweza kuingia kwa mwanadamu. Sawa? Alhulul, kwamba Mungu kaingia kwa binadamu. Huyu ni binadamu, lakini ndani yake kumeingia uungu, kwa asema kwa jina la Mungu. Sawa? Lakini mwanadamu. Itikadi hizo ziko na kuna baadhi ya makundi wanayo, lakini wewe huwezi kujua. Na kuna itikadi ya wahdatul wujud. Wahdatul wujud kwamba vyote unavyoviona wewe, ukiona hivi umemuona Mungu. Mungu yuko kwenye vyote. Ukitazama jua, ukitazama mwezi, ukitazama mtu, ukitazama ng'ombe, nguruwe, kuku, paka, nani, unamuona Mungu. Wako watu wana itikadi hii ambayo wahdatul wujud. Lakini kuna watu wana itikadi ya wahdatul adyan, na wanaifanyia kampeni muungano wa dini zote za wana wa Ibrahim, wakatengeneza mikusanyiko yao na mikutano yao kwa jina la maridhiano, kwa jina la sila kufanyaje, Waislamu wenda huku, Wakristo wenda huku, wafanya hivi. Yani mambo kama haya, mambo yapo yanafadhiliwa na Amerika. Lakini yote ni kutaka kuudhoofisha Uislamu na dini mseto wanataka kuleta. Yote kwa sababu ushajua dini hii imefeli kwa walimwengu. Iliyobaki ni Uislamu. Sasa ili Uislamu uishe lazima tuuchanganye na hizi nazo. Lakini wanakuja na falsafa na fikra za ajabu kiasi ambacho wewe huwezi kukubaini. Kwa hiyo kuna hatari ya kuingia katika ashirku billah wal billah. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hatasamehe mtu akifa na shirki, Allah hatamsamehe. Allah hatasamehe kushirikishwa yeye na kitu chochote. Lakini pia katika ibada hatari inaweza kupata kama ikiwa umepatwa na inhirafu katika ibada, ni kukataliwa amali. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Yoyote atakayetenda amali ya aina yoyote, ibada ya aina yoyote ambayo haiko katika mafunzo yetu na utaratibu wetu, amali hiyo itakataliwa, itarudishwa, haitakubaliwa. Hata kama wewe utaona ni nzuri, wajua mimi nafanya hivi, nimefundishwa mimi na shehe wangu nifanye hivi na vile, lakini kama haiko katika amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mafunzo yake, hiyo haitakubalika. Katika akhlaq, hatari yake itakuja katika kuenea imma ghulu au tafriq. Maana yake ni nini?
ukipotoka katika upande wa akhlaqi za kidini, ima utavuka mpaka, utavuka ule mpaka uliowekwa na sheria, pengine ukamuona muislamu mwenzako kafiri kwa sababu ushajazwa fikra, wajua hawa waislamu hawa hapa wote sio waislamu, wote makafiri, hawa viongozi watawala wa Kiislamu wa nchi za Kiarabu wote wanafiki, hao wote makafiri hawa. Kwa nini? Hawa makafiri hawa sio waislamu hawa. Hizi ni fikra wanazo waislamu wengi kwa sababu ya matukio fulani limetokea hili, basi yule kafiri, yule si muislamu, yule mnafiki. Na pengine baadhi yenu hapa mpo, watu wa Gaza uliwa kule bwana, Waarabu wamekaa kimya, wanafiki wale makafiri. Kwa hiyo kuna hatari ya kupotoka kiakhlaq ukaingia kwenye ghulu. Ghulu ni kuvuka mpaka, ukakiweka kitu zaidi ya mahali pake panapostahili, ima kwa kumweka mtu kwenye daraja muislamu ukamweka kwenye ukafiri, au kafiri ukamfanya kuwa ni muislamu, pia ni ghulu. Kama vile kumpa Isa mwana wa Maryam sifa za uungu kwamba yeye ni Mungu, hii ni ghulu. Au kumpa Mungu Allah jalla wa ala sifa za kiumbe, kumfanya Isa mwana wa Maryam, Uzair na wengineo. Kwa hiyo kuna hatari za kiakhlaq zinaweza kutokea, au kuzembea katika jambo la dini, ikawa wewe kwako wewe hata jambo la ukafiri kwako wewe waliona sawa, si jambo hili si ukafiri, na bwana kila kitu kufuru. Mziki pia ufai, mziki bwana. Unaona, hii ni hatari ya kupotoka kiakhlaqi katika dini. Unaweza ukazidi ukaharamisha yaliyohalalishwa, au ukazembea zaidi ukayaona ni halali yaliyo haramu. Leo kuna waislamu wangapi ukiwatajia swala la mziki, mziki pia haufai, bwana itakuwaje bwana? Sasa muislamu leo ahoji kwamba je, mziki mziki pia bwana, mmezidi sasa. Unajua uislamu wa siasa kali huo. Siasa baridi ni ipi? Ndio ya bongo flavor au bolingo, singeli, vitu gani? Ndio hiyo taarabu na vitu gani? Ndio uislamu ule wa kawaida. Sasa wewe uislamu wangu ule wa kawaida ni kukubali mziki. Umealikwa mahali kwenye harusi, basi siku moja wacheza, ndio kawaida, yani usiwe siasa kali. Sasa huu wa kawaida ndio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au huu wa kawaida ni wa babu yako? Lakini ni upotofu umeingia katika akhlaq, na akhlaqi na pia vile vile kufisidika miamala ikawa mibovu, kwenye kuuza na kununua, kukopeshana. Yani mtu kukopa alafu kwa halipi, ni kitu cha kawaida tu. Walipo utalipa vipi bwana? Atakuja na maneno matamu, mkopeshe, bwana wajua mimi ndugu yako hivi, hayampe. Ukishampa basi ulipo wewe samee, shukuru Mungu. Mtasumbuana na pengine urafiki utakufa kwa sababu ulimkopesha, mpaka utajuta kwa nini nilimkopesha. Akhlaq hatari yake inapokuwa imefisidika inakuwa namna hiyo. Muda naona unasogea sana. Na mingine hatari yake katika wahda wa umma ule ikiingia hatari zikaja kwenye itikadi, kwenye ibada, kwenye akhlaq, lakini pia katika mshikamano wa umma wa Kiislamu. Upotofu wa kitabia, upotofu unaweza kuingia katika mujtama, basi unaweza kuathiri watu kuiacha ile manhaji ya haki, unaweza kuathiri katika upande wa kudhibiti umoja wa umma, vakaingia mifarakano isiyokuwa na misingi yoyote, haichungi misingi ya haki. Sisi tunataka tupendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tutengane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si vinginevyo. Sisi waislamu tumewekewa kitu cha alhubbu fillah walbughdhu fillah.
kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah. Mtu anapoharibu katika jambo la dini, nitamchukia kwa kadiri ya vile alivyoharibu. Lakini pia kutaingia swala la at-tahazzub, kuweka vikundi, hiki kikundi changu hiki, chama changu hiki, na at-ta'assubul a'ma. Pataingia ukabila, umiji. Hatari hii ya watu kupotoka katika njia ya haki, ikawa huyu anambagua huyu kwa sababu ya chama, au huyu na yule wanabaguana kwa sababu ya kabila. Yule sio kabila yangu mimi. Huyu nampenda kwa sababu mtu wa kabila langu, hata kama amepotoka. Huyu ni shekhe wangu kwa sababu mtu wa kabila letu. Huyu ni mtu wa kwetu. Mtu anamtetea mtu wake kwa sababu ni mtu wa kwao. Miongoni mwa sehemu za hatari zinazopatikana kwenye kupotoka kwenye manhaji hii ni kuingia hatari katika umoja wa umma wa Kiislamu, ikafikia wakati watu wanateteana na kunusuriana kwa sababu ya makabila yao au kwa sababu ya miji yao. Nimestaja kama sehemu 4 hivi zinaweza kuingiliwa na upotevu. Sasa njia za kukinga jambo hili, moja katika njia ya msingi kabisa ni kutafuta ilmu, ni kusoma dini katika misingi yake yenye kutegemewa. Dini yatakiwa isomwe, tujue misingi ya dini sahihi kutoka kwenye vyanzo vyake sahihi. Sheikh Abu Hashim Allah yahfadhu hafidhahu Allah ta'ala atakuja kuzungumzia swala la ilmu, lakini shikeni maneno haya. Sisi tunatakiwa tuisome dini tena kutoka kwenye vyanzo vyake sahihi, kwa njia zake sahihi. Lazima tuisome dini, na moja katika namna ya usomaji wa dini ni kumchagua mwalimu anayefaa, kwa sababu inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Imam Muhammad bin Sirin, babake alikuwa sahaba, yeye si sahaba, ni mwanafunzi katika wanafunzi wakubwa wa maswahaba radhiyallahu anhu, akiitwa Muhammad bin Sirin. Anasema hii elimu hii mnayoiona hii ya dini ni dini, basi tazameni dini yenu mnaichukua kutoka kwa nani, hii elimu mnaichukua kutoka kwa nani. Hili ni jambo la msingi la kufahamu. Lakini pia elimu ina taratibu zake, kuna mwanzo na katikati na mwisho, upeo wa mwisho kabisa. Sasa usiruke katikati kabla hujaanza mwanzo, kwa sababu wanawazuoni wamesifiwa kwa sifa njema, na sifa njema yao ni kuwalea watu kutoka kwenye elimu ndogo za chini mpaka kufika elimu za juu. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun, lakini kuweni wanawazuoni walezi. Nyinyi waislamu mnachoamrishwa ni kuweni wanawazuoni walezi wenye kuwalea watu. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma katafsiri ar-rabbani ni alladhi yurabbi an-nasa min sighari al-ilmi ila kibarihi. Murabbi ar-rabbani ni yule anayewalea watu kutoka elimu ya mwanzo chini kabisa mpaka elimu kubwa, kwa sababu ndivyo mtu anapotakiwa aanze kusoma mwanzo kabisa. Bismillah, waanza kama wenyewe wanaposema Waswahili kwamba alifu na kijiti. Waanza mwanzo kabisa, hatua ya mwanzo kabisa, unakwenda kidogo kidogo unapanda. Una kitu kinaitwa at-tadarruj, unapanda kidogo kutoka hapa unakwenda hapa, kutoka hapa unakwenda hapa, kutoka hapa unakwenda hapa, mpaka ufika mahali unaona sasa kumbe elimu ndiyo hii. Wasikia ladha ya elimu, ile tamu na raha ya kielimu uisikia katika nafsi yako, kiasi ambacho mtu hawezi kukutoa kwenye jambo hili. Kwa ufupi ni kwamba elimu ya dini ina raha na starehe ambayo hawezi kuijua ambaye hajaionja ladha ile. Al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wakati fulani alikuwa akiyapitia masaili ya kiilmu, amekaa kando ya mto, wengine wanasema amekaa kando ya maji yake, na mkate wake mkate mgumu kabisa, auroweka kwenye maji, huku mwenyewe anafuatilia masaili, anakula. Anasema law alima al-muluk wa abna'u al-muluk ma nahnu alayhi
lajaladuna bisuyuf, lau wafalme na watoto wao wangelijua ile raha tulionayo sisi, wangetushambulia kwa mapanga ili watupokonye raha hii. Sasa elimu ukiisoma kwa misingi yake na ile tadaruji, hatua baada ya hatua, ina ladha, ina utamu. Lakini ukiisoma kwa mabaka hapa pale uje, haina raha na haitakusaidia, itakudhuru. Kila siku utaona kila kitu kigumu. Nimesema hayo atakuja kuelezwa. Lakini kitu kingine katika wasaili alwiqaya ni atamassuku bilkitabi wassunnati bifahmi as-salaf as-salih, ni mtu kushikamana na kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika ile jambo la ilmu, kwa sababu kuna nukta chache tu za kukamilisha hapa. Kutilia nguvu si mada yangu ilmu, lakini miongoni mwa kinga muhimu kabisa za kukukinga wewe na inhiraf ni ilmu. Sasa kuna kitu nitakutaja kama kwa munasaba tu, kwa munasaba wa jambo hili. Sisi sote tunafahamu, kila muislamu utakayemuuliza utamsikia akielezea kwa njia ya kujisifu, kuwatambia wasiokuwa waislamu kwamba Uislamu ulienea katika zama za mwanzo mpaka ukaifika Spain. Tulitawala Ulaya sisi, Uislamu ulikaa Ulaya, si ndio hivyo? Watu wote wajua katika Uislamu, hata kama hajui ile historia kiundani ilikuwaje. Sasa mimi nataka nieleze kwa mukhtasari tu. Waislamu wa mwanzo kabisa, baadhi yao wakiwa ni masahaba, akiwepo sahaba mmoja akiitwa Uqba ibn Nafi'. Sheikh alihutubu jana hapa alitaja hadithi ya Uqba ibn Nafi' ambayo akhrajahu Muslim. Mtume صلى الله عليه وسلم aliwaambia masahaba, ayyukum yuhibbu an yaghduwa ila buthana au ila al-aqiq fayati minhu binaqatayn kawmawayn min ghairi qati'atin wala ithm. qalu ayyuna la yuhibbu dhalika ya rasul Allah? قال أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم منه آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. صحابة يتوى عقبة ابن نافع. عقبة ابن نافع هو رضي الله عنه ni katika masahaba waliotoka jihad fi sabilillah, wakaja mpaka kaskazini mwa Afrika. Wao ndio walioleta Uislamu kaskazini mwa Afrika. Hiyo Afrika yenyewe, Afrika ni Tunis, nchi ya Tunisia, ndio hapo Afrika hapo. Wale watu walioko Libya, Tunisia, Algeria, Morocco, yani ile kaskazini, si Waarabu asili yao, ni watu wetu Amazigh, Babaz, Barabira, yani Barbara, wenyeji wa sehemu ile. Masahaba wakaja wakaingiza Uislamu pale, watu wakasilimu, lakini hawakusogea sana ndani huko. Wakakaa kiasi kilichokaa, dola ikapata nguvu pale, alhamdulillah. Ukajengwa mji wa Qayrawan. Wakati wa daula ya Bani Umayya, Uislamu ukaendelea katika miji ile ya Afrika ya kaskazini. Pia Uislamu ukafika huku kwetu katika mwambao wa Afrika ya Mashariki katika wakati wa Abdul Malik bin Marwan. Katika Bani Umayya vile vile, daula ya Bani Umayya, walikuja watu katika kipindi hicho wakaleta Uislamu katika miji hii mwambao. Lakini kule walifika masahaba, hasa huku kwetu hawakufika masahaba, zaidi ya kufika Ethiopia wakati wa Mtume SAW alaihi wasallam, kisha wakarudi zao Maka, wengine wakarudi wakati Mtume SAW alaihi wasallam yuko Madina. Lakini haikupokewa kwamba kuna sahaba alichomoka pale Ethiopia Aksum akaja huku Afrika ya Mashariki. Ni dhana tu ambazo hazina ukweli katika historia ya Kiislamu. Tuache haya. Alhasil, baada ya muda baadhi ya watawala wakawa wanauingiza Uislamu katika miji ya Amazigh, Barabira, kwa nguvu sana.
Ikawa akishafungua mji huu hapa, waingia waigiza watu kwenye Uislamu, watoka wenda mji mwingine hivi. Sasa wakitoka wakirudi huko wameritadi, mara vita wapige tena warudi kwenye Uislamu. Ikawa ni jambo kubwa sana, mpaka alipokuja mtawala mmoja akiitwa Musa ibn Nusair. Musa ibn Nusair akafikiria, kwa nini hawa watu wanaritadi? Yeye akapiga marufuku harakati zile za haraka. Akasema hivi, tunakwenda kuwalingania watu kwenye mji fulani, tukifika tunapiga kambi, tunawasomesha dini mpaka waijue. Ikawa akifika kwenye mji anakaa pale, kama amefika Tripoli mathalan, akaa anawasomesha watu, anaagiza masahaba kutoka Sham, kutoka Misri, au tabi'in kutoka Sham, kutoka Misri, kutoka Yaman, kutoka Hijaz, Joni, wanakuja wanasomesha watu dini, wameelewa, tunahama mji mwingine. Wakaenda mpaka Sahara ya Magharibi huko Morocco, mpaka katika miji ya Casablanca huko, wakaichukua miji yote ile. Lakini ikawa sasa watu wana ilmu, wameukubali ule Uislamu kwa ilmu. Kwa sababu hiyo sasa ndio wakapatikana kina Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ni barbari, kwa Mwarabu, ni kamanda mkubwa kabisa. Aliingia kwenda kufungua kule katika nchi za Spain, Andalus. Andalus ikisemwa ni nchi mbili, sio nchi moja. Kwa sasa ni nchi mbili. Ikisemwa Andalus ni Hispania na Ureno, ndio Andalus yote ni Andalus, Hispania na Ureno, Portuguese. Lisbon, Uislamu ukafika Lisbon, lakini kwanza ulianza kufika Barcelona, Madrid, Cordoba na miji hiyo mpaka kaskazini magharibi mwa Ufaransa, bado kilomita 75 kuingia Paris. Wakasimama pale, walipojaribu palitokea mauaji makubwa sana pale, Waislamu wakajizuia pale, lakini ikawa miji yote ile iko. Lakini njia waliokuwa wakiitumia ni kuhakikisha kila wanapofika wanapiga kambi, wanawafundisha watu ilmu, waufahamu Uislamu, waupokee Uislamu kwa ilmu, si kwa mabavu, kwa ilmu. Ndio pale likaingia jeshi la watu 50,000 katika Amazigh, Spain. Wakapatikana ushindi mkubwa. Wanawazuoni wanafananisha ushindi ile kama ushindi wa Al-Qadisiyya, ushindi mkubwa wa kuiteka Spain. Amazigh 50,000 walioslimu, lakini baada ya kuusoma Uislamu. Lakini angalia tatizo leo, watu walipokuwa hawakuusoma Uislamu, kila baada ya muda mfupi walikuwa wanaritadi. Wakifanya hivi maana wameritadi. Mna kazi ya kuwazuia tena, kuwalinda, kuleta jeshi na kuwalinda, rudini tena kwenye Uislamu. Hayo mambo yamekaririka marati, si mara moja wala mara mbili, mpaka ulipokuja kampeni ya kufuta ujinga na kufundisha watu ilmu. Spain ikachukuliwa, na kwa taarifa yenu Uislamu ulikaa Spain miaka 805. Ukisoma historia utaona maendeleo yote katika umma, katika ulimwengu, yalianzia huko Spain, huko Andalus. Yani haya maendeleo ya kidunia wazungu wamesoma huko. Hiyo sio maudhui yangu, lakini nimeona nilete kwa faida kwamba bila ya kukinga sisi hii manhaji yetu na njia yetu na Uislamu wetu kwa elimu, kazi bure. Kwa sababu katika asbabu za wiqaya, sababu za kuleta kinga tusiingie kwenye hatari ya kupotoka kuiacha njia ya haki, ni lazima elimu ipewe kipaumbele. Na tunaposema elimu hapa, kauli mbiu yetu ni elimu ya kuijua dini, misingi ya dini. Mwingine anakuambia elimu ni elimu tu, elimu ni elimu tu, zote ni elimu, kupambanua. Hapana, wewe ushasoma, umekuwa engineer, haya tuswalishe sasa, waweza? Umesoma, umekuwa daktari, haya hutubu sasa, somesha ilmu sasa, waweza? Ni vitu viwili tofauti, fani hizi ziko tofauti. Na inapohimidiwa ilmu, basi huhimidiwa ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Wanaelezewa watu kwamba wao wanajua dhahiri tu katika maisha ya kidunia, lakini akhira wameghafilika nayo. Wanajua elimu za miamba, elimu za miti, elimu za wanyama, elimu za kibinadamu, elimu
wajua mambo hayo tu, kompyuta, ndege, dhahira min alhayati dunya, lakini kumjua Allah na akhira hawajui. Sifa nzuri, sifa mbaya. Kwa hiyo tunatakiwa tuijue dini, na hii ndio itatusaidia sisi kutukinga na upotoshaji mwingi unaotawanywa katika vyombo vya habari mbalimbali, kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali, kwenye maskani zetu, kwenye vikao vyetu. Kuna upotoshaji mwingi unaoletwa hapo ambao ni hatari, ima kwenye itikadi yako, unaweza kuingia kwenye bid'a au katika shirki. Ni hatari, inaweza kuharibu ibada zako. Ni hatari, inaweza kuharibu akhlaqi zako na tabia zako. Ni hatari, inaweza kuvunja umoja wa umma wa Kiislamu. Lakini ukipata kinga ya ilmu na manhaji sahihi biidhnillah ta'ala, fahamu kuwa usalama uko mbele yako. Bila shaka katika hili tumelielewa kwa kiasi fulani. Nadhani muda huu utakuwa umetosheleza, pamoja najua kwamba watu wanatamani tuendelee, lakini kipengele hiki chetu tulichonacho katika wakati wa sasa ni hatari ya watu kupotoka, kuiacha njia sahihi. Kupotoka katika umoja wa umma, utaingia kwenye hizbia, mambo ya vyama, taasub, ndio haya mapoti mengi utayaona. Sisi tunatakiwa tuyalete, sio tuyaunganishe kwamba sote tu kitu kimoja. Yaache upotofu, yarudi katika kamba moja. Umoja unapatikana kwa nyoyo zetu zielekee kiitikadi pamoja. Namna ya kuabudu, tuabudu kwa aina moja iliyowekwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umoja upatikana hivyo, sio kwamba kila mmoja ashike njia yake, lakini wajua sisi kitu kimoja, sote tuelekea Maka. Si kweli. Umoja huo ni umoja feki. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, dhalika biannahum qaum la yaqilun. Wanasema kina nani? Mayahudi. Allah anasema utawadhania wao wako pamoja, lakini nyoyo zao ziko tofauti. Unavyoamini wewe sivyo anavyoamini huyu kuhusu Allah. Unavyoamini wewe na sio anavyoamini huyu kuhusu maswahaba. Unaona sasa, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Wewe unasema radhiyallahu anhu, mzako unasema la'natullahi alayhi. Iko sawa hiyo? Haiko sawa. Kwa hiyo lazima tuzilete nyoyo pamoja kwa ilmu na mauidha iliyo sawa mazuri, na kuwakusanya watu katika manhaji ile, manhaji sahihi, manhaji ya haki, manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in, manhaji ya maimamu wakubwa wa Kiislamu, kabla haujapatikana upotoshaji katika umma. Tukirudi katika njia ile kwa itikadi, kifikra, kimawazo, kimeelekeo, kitabia, biidhnillah alkarim, ushindi uko mbele yetu sisi. Kinyume cha hivyo tutateseka sana katika huu ulimwengu. Nas'alullah lana wa lakum at-tawfiq was-sadad, nas'alullah al-mawla الثبات والهداية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.